Yeyote mwenye macho haambiwi ona kinachoendelea katika nchi ya Burkina Faso inayoongozwa na Kapteni Ibrahim Traore, ikiendelea kupiga hatua ya kuzalisha mazao kwa kutegemea kilimo cha ndani. Traore amezuia uuzaji wa bidhaa ghafi za kilimo nje ya nchi na badala yake wanawekeza katika viwanda vya usindikaji. Katika kutenda, kwa mfano, Rais Ibrahim Traore kwa sasa anasubiriwa kuzindua kiwanda cha kubangua korosho chenye thamani ya fedha za Burkina Faso bilioni 6.65 ambazo ni sawa na dola za Marekani milioni 11.5. Kiwanda hicho cha mfano kimejengwa katika eneo la Houts basi nchini humo. Kiwanda hicho kitapozinduliwa mwezi Disemba 2025 kitachakata tani 50,000 za korosho kila mwaka, juisi, divai, siki na pombe kutokana na bibo za korosho. Mradi huo unatekelezwa na Baraza Burkina Faso la sekta za kilimo na uvuvi CBF. Serikali imesema kiwanda hicho kitatumia zaidi ya dola 867,000 kila mwaka kununua korosho ghafi kutoka kwa wazalishaji wa ndani na itatoa mapato mapya kwa wakulima na wazalishaji korosho. Mamlaka pia inatarajia kupunguza kiasi cha uzalishaji wa bibo za korosho zinazopotea kila mwaka kutokana na ukosefu wa miundombinu ya ubanguaji wa korosho. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuingiza dola milioni 1 kila mwaka katika uchumi wa ndani. Licha ya kuwa na uwezo wa kubangua tani 30,000 tangu mwaka 2021, takriban tani 16,000 tu za korosho zilichakatwa mwaka 2024, ikiwa ni 10% tu ya pato la taifa, kulingana na data kutoka kwa kampuni ya ushauri ya Nkalo. Mapato ya nchi hiyo ya dola milioni 111 katika mauzo ya nje ya korosho yametokana na kusafirisha korosho ghafi nje ya nchi. Mradi wa korosho wa PEN unawakilisha mabadiliko kuelekea katika uanzishaji wa viwanda vya ndani. Mnamo Disemba 2024, Burkina Faso ilianzisha viwanda viwili vya kusindika nyanya, Sobito huko Bobo na Sofato huko Yako. Kiwanda cha Yako ambacho huzalisha tani 100 za nyanya kila siku kiko karibu na bwawa kubwa ili kuhakikisha uzalishaji wake haupati shida ya maji kwa kuwa kiwanda chenyewe kina ufadhili wa 100% ya fedha za serikali hiyo. Kabla ya hapo, serikali ilifungua kiwanda cha kusafisha dhahabu mnamo mwaka 2023 huko Ouagadougou ili kuchakata dhahabu inayochimbwa ndani na kupunguza usafirishaji wa dhahabu ghafi. Mnamo Septemba 2024, mamlaka ilisitisha uuzaji nje ya nchi ikiamini kutakuwa na uhakika wa kupata wasindikaji wa ndani. Kwa pamoja, mipango hii inalenga kuweka thamani zaidi kutoka kwa maliasili ndani ya nchi na kurudisha nyuma miongo kadhaa ya kuuza malighafi nje ya nchi kwa gharama ya uchumi wa nchi. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi. Jina langu ni Shunona Haji.